Assalamu alaikum na karibu katika udukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Leo ni tarehe 5 ya mwezi wa 8 mwaka 2026, siku nzuri kabisa, siku ya Jumatano. Kwa moyo mkunjofu kabisa ni kukaribisha kutazama namna magazeti ya Tanzania yalivyoandikwa kwenye kurasa zake za mbele siku hii ya leo. Mimi ni Sheikhani Mzaina. Tuandikie na asante kwa kutuandikia. Ujumbe wako ni muhimu kweli kweli. Tunaanza rukuzi ya siku hii ya leo kwa kulitazama gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Lakini kwanza tunapewa nguvu na The Mart Supermarket ambayo ipo Kigamboni Kibada jijini Dar es Salaam. Wanakupa uhakika wa bidhaa mbalimbali za matumizi ya nyumbani, lakini bila kusahau maziwa ya mtindi na bidhaa za maziwa kutoka Kondiki Moshi, vinywaji aina mbalimbali, mafuta ya kupikia, sausage bora kabisa kutoka Peramio na bidhaa mbalimbali za nyama. The Mart Supermarket inapatikana Dar es Salaam, Kigamboni Kibada, barabara ya kwenda darajani. Kwa mawasiliano zaidi na The Mart Supermarket piga simu namba 0775946447. Fika hapo upate bidhaa zako. Gazeti Habari Leo, habari iliyopewa kipaumbele ni marais Afrika kujadili miundombinu da. Rais Samia kuhutubia serikali yashauriwa ionyeshe vipaumbele dira 2050. Habari katika ukurasa wa 3. Habari picha ikimwonyesha Dr. Mwigulu Nchemba akiangalia mboga alipotembelea banda la chuo kikuu cha kilimo cha Sokoine SUA wakati wa maonyesho ya 8 kanda ya mashariki kwenye viwanja vya Mwalimu Nyerere Morogoro jana. Habari ni katika ukurasa wa 7 wa gazeti hili. Madaktari waeleza athari kukoma hedhi. Habari katika ukurasa wa 3. Tanzania yazoa medali mashindano ya hisabati kimataifa. Habari katika ukurasa wa 18. Mzumbe mgusawa PPP kuongeza mapato. Habari katika ukurasa wa 7. Trilioni 10 za beba uchumi. Ukwasi benki wafikia trilioni 6. BOT yatoa msimamo zawadi harusi ya Katoro. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2 wa gazeti hili. Gazeti hili limeandika malengo dira 2050 yagusa umri wa kuishi, malezi, umasikini. Habari katika ukurasa wa 4 wa gazeti hili. Samia Museveni kuimarisha ushirikiano maeneo 6. Habari katika ukurasa wa 18. Bei ya mafuta ya shuka, ekari 3117 za bangi zateketezwa. Habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Pamoja na gazeti Habari Leo mikononi mwangu, nalo gazeti Mwananchi lenye habari iliyopewa kipaumbele ni sababu 3 za ondoa wanafunzi vyuoni. Ni kwa mujibu wa ripoti ya TCU. Mbali na tatizo la kufeli linaloongoza, changamoto za kiuchumi na ukosefu wa matumaini ya ajira vyatajwa. Wasomi waanika suluhisho la tatizo. Habari katika ukurasa wa 6 wa gazeti hili. Viwango vya tatizo. 62.3% asilimia ya wanaume walioacha masomo katika mwaka 2025-2026 ikilinganishwa na wanawake 37.7%. 2397 wanafunzi walioacha masomo ngazi ya shahada ya kwanza, astashahada, uzamili na uzamivu. Suluhisho: ushauri nasihi. Yashauriwa utolewe mwongozo wa kitaalamu, kifedha na kisaikolojia kuwasaidia wanafunzi kukabiliana na changamoto hizo. Mazingira bora. Washauri uwepo wa msaada wa kifedha, ufundishaji bora na ufuatiliaji wa mara kwa mara wa wanafunzi walio hatarini kuacha masomo. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 6. Waajiriwa wanavyonasa mtego wa mikopo. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 5. Mabadiliko ya mwili yanavyotesa wanawake. Habari katika ukurasa wa 3. Dar es Salaam, kwa wanawake wengi ujio wa mtoto ni mwanzo wa ukurasa mpya wa maisha yenye furaha, matumaini na majukumu mapya ya kifamilia. Hata hivyo, kwa baadhi yao furaha hiyo huambatana na changamoto. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 3. Watanzania walivyo hatarini kwa maradhi ya husuyo lehemu. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4 wa gazeti hili. Gazeti hili imeandika kitanzi cha Ruto uchaguzi 2027. Habari katika ukurasa wa 13, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwananchi katika ukurasa wake mbili. Tunatazame sasa gazeti Majira, gazeti huru la kila siku lenye habari iliyopewa kipaumbele kwenye ukurasa wa mbele wa gazeti hili ni kishindo cha mkutano wa Afrika 50 kuanza leo da. Macho masikio ya Afrika kwa Tanzania unafanyika mara ya kwanza nchini. Rais Samia kupokea wakuu wa nchi. RC asema maandalizi yamekamilika. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 4. Tanzania mwenyeji wa mkutano 153 wa IPU. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3. Habari picha ikimwonyesha Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mussa Zan Zungu akizungumza jana na waandishi wa habari
katika kituo cha kimataifa cha mikutano AICC jijini Arusha kuhusu tayari wa bunge kuwa mwenyeji wa mkutano wa 153 wa Umoja wa Mabunge Duniani IPU unaotarajiwa kuwa na washiriki zaidi ya 2000 kutoka nchi mbalimbali duniani. Wasomi UDSM huonesha ubunifu wa hali ya juu. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4 wa gazeti hili. Naibu Waziri Balozi wapongeza uhifadhi wa mazingira. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4 wa gazeti hili. Watuhumiwa wa kuflashi simu za wizi wakamatwa. Habari katika ukurasa wa 2. Serikali kununua mashine ya kusindika zao la mkonge. Habari katika ukurasa wa 3. Trump, Iran ikubali makubaliano au ijisalimishe. Habari katika ukurasa wa 19. Wiki ya unyonyeshaji, kunyonyesha kwa ajili ya mwanzo endelevu wa maishani. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 11. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Majira, gazeti huru la kila siku. Gazeti Nipashe mwanga wa jamii ninalo mikononi mwangu, lenye habari iliyopewa kipaumbele ni kilio cha katiba mpya cha tikisa ngome. Zipo nukuu za viongozi mbalimbali katika ukurasa wa mbele wa gazeti hili. Undani wake ni katika ukurasa wa 2, akiwemo Dr. Anna Henga, ndugu yake akisema katiba imekuwa mioyoni mwa Tanzania kwa miaka mingi sasa, watu wameanza kuizungumza tena. Tunahitaji katiba itakayojibu changamoto za Watanzania, si kwa ajili ya uchaguzi mmoja pekee. Dr. George Kahangwa ndugu yake anasema hili jambo limechukua muda mrefu na Watanzania wamechoshwa na danadana. Tunachohitaji ni chombo cha kuendea Watanzania wakapige kura ili kuamua kama wanataka katiba inayopendekezwa au rasimu. Pia ipo nukuu ya Benson Bagonza, Dr. Emmanuel Nchimbe pamoja na John Heche ikisema hatutaki kuwa nyuma ya muda. Hatutaki tena kusema tunataka katiba bila kuambia wananchi ni nini tunachotaka. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 2. Wataalamu wataja siri inayosukuma wapenzi kuana. Matukio ya mauaji yanayochochewa na wivu wa mapenzi yanaendelea kuongezeka. Wanaweza kusema hivyo matukio hayo yanatokea Dar es Salaam, yanatokea Arusha, Mwanza, Kilimanjaro, Dodoma na kwingineko nchini na kuacha makovu ya kudumu kwa familia na jamii kwa ujumla. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 3. Namna sigara inavyoua taratibu watu wasiovuta. Habari katika ukurasa wa 4 na ukurasa wa 5. Ikiwa hii ni ripoti maalum. Bangi yabainika kulimwa kwenye ardhi ya kijiji. Habari katika ukurasa wa 17. Gazeti hili limeandika kilimo cha geuka hasara kwa ukulima wa mahindi, gunia la uzo 36,000. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 17. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe mwanga jamii. Pata nakala yako usome kwa undani zaidi. Ninalo gazeti Raia Mwema, muungwana ni kitendo, lenye habari iliyopewa kipaumbele ni ukahaba mtandaoni, kasi yake inatisha, yavutia maelfu ya wanaume na wanawake. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Gazeti hili limeandika siri ya mageuzi CCM yafichuka. Habari katika ukurasa wa 2. Habari picha ikionyesha viongozi mbalimbali walioteuliwa akiwemo Abdi Mohamed Abdi, Jamal Kasim Ali, Paul Chacha pamoja na Agri Mwanri. Dira 2050 kuongeza umri wa kuishi. Habari katika ukurasa wa 3. Jinsia ya aliyejinyonga yazua utata. Habari katika ukurasa wa 3. Tusitoboe mtumbwi kwa kujipaisha kisiasa. Habari ni katika ukurasa wa 8 wa gazeti hili. Gazeti hili limeandika EWURA yatangazia bei mpya mafuta. Habari katika ukurasa wa 10 hadi ukurasa wa 11. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Raia Mwema, muungwana ni kitendo. Gazeti Uhuru kweli daima lenye habari iliyopewa kipaumbele ni ujio wa marais 6 kuibua fursa tele. Wanahudhuria mkutano unaolenga kuharakisha maendeleo miundombinu Afrika kupitia ushirikiano wa kisekta. Tanzania kuendelea kujitangaza kwa kitovu cha biashara, uwekezaji na maendeleo. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 7. Nukuu inasema mkutano utatoa fursa adhimu kwa Tanzania kuendelea kujitangaza ni kitovu cha biashara, uwekezaji na maendeleo ya miundombinu barani Afrika. Nukuu ya mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila. Marais wanaotarajiwa kuja ni pamoja na Rais William Ruto, Rais Daniel Chapo, Rais Bola Tinubu, Rais John Lourenco, Rais Basiru Faye na Rais Brice Ngwema. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 7. Nondo za Profesa Wangwe dira 2050. Habari katika ukurasa wa 2. Chacha sisitiza CCM kwa karibu na wanachama. Habari katika ukurasa wa 15. Matatani kwa usafirishaji haramu wa binadamu. Mkazi wa Sinza Muri, Dar es Salaam, Janet Ndimbo amefikishwa mahakamani akikabiliwa na mashtaka 4 ya usafirishaji haramu wa binadamu
Janet alipandishwa kizimbani katika mahakama ya hakimu mkazi Kisutu juzi na kusomewa mashtaka mbele ya hakimu mkazi mkuu Aaron Lyamuyo. Ndani ya taarifa hii katika ukurasa wa 17. Mzee Malechela ahimiza amani. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Panya kutumika kukabiliana na ujangili. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 12. Gavana aonye ukopaji holela. Habari katika ukurasa wa 15. Lakini pia gazeti hili limeandika viongozi halmashauri 39 nchini kikangoni. Habari ni katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Uhuru, kweli daima. Zanzibar Leo, kwa kweli na uwazi, lenye limeandika Dr. Mwinyi, serikali hushirikiana na jumuiya ya Zawiyatul Kadiria. Habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani. Usafiri mabasi ya umeme uongezwe. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3. Dr. Harid aridhishwa ujenzi wa ofisi ya bandari ya Fumba. Habari katika ukurasa wa 2. Majimbo 25 ya Marekani ya ushtaki utawala wa Trump. Habari katika ukurasa wa 9. Museveni kuanza ziara ya siku 2 nchini. Habari katika ukurasa wa 3. Kiwanda cha mwani cha Manangwe kumaliza changamoto za wakulima Hemedi. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Zanzibar Leo, kwa kweli na uwazi. Na sasa tukiukia habari za michezo na burudani kwenye magazeti ya michezo na burudani. Mikononi mwangu na gazeti Mwanaspoti lenye limeandika mwamba huyo hapa aweka rekodi mpya, Yanga ana madeni mawili tu. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2 wa gazeti hili. Habari picha ikimuonesha Engineer Hersi Said. Simba Day 2026 Jumamosi Agosti 8. Mude afunguka safari yake ya kuwekeza mabilioni Simba. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2. Exclusive alisema mwaka 2001 klabu hiyo ilicheza na Zamalek ambapo ndio walikuwa mabingwa wa Afrika, na baada ya kuondoa katika michuano hiyo alipata funzo kutoka kwa rais wa klabu hiyo aliyemweleza mambo mengi, akiwemo ukubwa wa bajeti yao ambao kwa wakati huo ikilinganishwa na Simba ambayo ilikuwa ikitumia 1% tu ya mabingwa hao. Gazeti hili limeandika hawa ndio warithi wa Infantino. Habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani. Leo Jumatano ni Arsenal dhidi ya Real saa 3:30 usiku. Kirafiki leo Jumatano ni AC Milan dhidi ya Inter Milan saa 8 kamili mchana. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwanaspoti katika ukurasa wake wa 2. Magazeti ya habari za michezo na burudani. Mikononi mwangu nalo gazeti Habari Leo katika ukurasa wake wa nyuma limeandika Yanga yafunga usajili na beki Kisiki Komar. Habari katika kurasa za ndani. Mkwasa Samata bado anaweza Stars. Habari katika kurasa za ndani. Simba sasa watulizana. Gor Mahia yatinga fainali Kagame. Habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti ya Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Pata nakala yako, some kwa ndani zaidi.